Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kinaonekana kuingia kwenye mtikisiko mkubwa wa ndani, wakati huu viongozi wakuu wa chama hicho wakiendelea kufanya mikutano ya nchi nzima kuhamasisha kile wanachokiita kampeni ya kuzuia uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 endapo hakutakuwa na mabadiliko ya kimsingi kwenye sheria, kanuni na mwenendo wa uchaguzi wenyewe. Mojawapo ya matukio ya karibuni yanayoendelea mtikisiko huu ni kufuata kazi aliyekuwa mtaalamu wa masuala ya jinsia na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Catherine Ruge, ambaye ni miongoni mwa kile kinachojulikana kama G55, kundi la wanachama wanaopingana na msimamo huo wa chama chao. Mohamed Helef amezungumza na mwanasiasa huyo na kwanza amemuuliza jinsi alivyoupokea uamuzi wa kufutwa kazi na chama chake. Siku 4 kabla ya kuwa nimeondolewa kwenye nafasi yangu ambayo ni mtaalamu wa masuala ya jinsia, nilipigiwa simu na katibu mkuu akiniambia niweze resign. Nikamwambia nitamrudia, na baadaye nikamrudia nikamwambia sioni kosa langu, kwa hiyo mimi nitaendelea kuitumikia nafasi yangu. Hilo nawaachia ninyi mamlaka ambao mliniteua. Kama mnataka kunitengua au ku revoke my appointment, then I'll be waiting. And maana yake ni kusema kwamba nilikuwa nimejiandaa kisaikolojia. Kwa sikushtuka, lakini kilichonishtua ni utaratibu uliotumika. Kabla tujakwenda katika utaratibu ambao umetumika, Catherine, unasema kwamba kumbe kabla ya hapo ulishatakiwa na katibu mkuu kwamba ujiuzulu mwenyewe katika nafasi yako. Yes. Na msingi hoja gani ambayo katibu mkuu alikupa kujiuzulu nafasi yako? Hoja ni kuwa kwenye hilo kundi la G55 kwamba mimi ni mjumbe wa secretariat kwa maana ya collective responsibilities. Uwajibikaji wa pamoja, kwa sababu wewe ni mjumbe wa secretariat ya chama, kwa hivyo hupaswi kuwa katika sehemu yote ambayo iko kinyume na msimamo wa chama ambao upo na unafahamika. Unavyokusudia, si ndio? Sahihi. Sasa sahihi. Lakini pia mimi sio tu mjumbe wa secretariat. Pamoja na kwamba mimi nilikuwa mjumbe wa secretariat, lakini mimi ni mgombea. Kundi hilo lilikuwa linaundwa na wagombea, watu waliogombea mwaka 2020, waliosimama majimboni. Kwa hiyo pamoja na kwamba mimi ni mjumbe wa secretariat, lakini bado mimi niligombea jimbo la Serengeti 2020. Kwa hiyo mijadala inayowahusu wagombea, kuna namna na mimi napaswa kujadili hayo mambo kwa sababu mimi ni beneficiary. Na kuelewa kwamba ni sehemu ya watu ambao wanahamu kwamba wagombea wa uchaguzi unaokuja, uchaguzi ambao chama chako kimsingi kimeshasema kwamba hakitoshiriki, na sio tu kwamba hakitoshiriki, ni kina upinga kuwepo kwake. Unajua kuna mambo hapa yanachanganya. Kuna kutokushiriki na kuzuia uchaguzi. Chama chetu kinasema uchaguzi, tutazuia uchaguzi, lakini ukiangalia hakuna strategy ya kuzuia uchaguzi. Unazuia uchaguzi huko nje ya mchakato wa uchaguzi. Kwa sisi tulikuwa tunashauri namna bora ya kuzuia uchaguzi ni kwamba lazima uwe ndani ya mchakato. Uwe una wagombea, uwe una mawakala ambao wanaweza kusaidia kuzuia uchaguzi. Unazuiaje? Sasa tukiuliza hayo maswali hayajibiwi. Ni mtaalamu wa masuala ya jinsia na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Catherine Ruge, chama cha Chadema. Sisi tuliogombea mwaka 2020 tulijeruhiwa na uchaguzi ule sana kwa sababu ya mifumo isiyo rafiki ya kiuchaguzi. Kwa hiyo tunaunga mkono 100% swala la reform. Kwa hiyo tuko tayari na kuongeza nguvu kuwekeza kwenye kupigania mabadiliko ya kimfumo na ya kisheria kwa ajili ya chaguzi huru na za haki hapa nchini. 2. Maoni mbadala dhidi ya mpango wa kuzuia uchaguzi. Ikumbuke hapo mwanzo nimesema reform tunaziunga mkono. Tunasita kuamini katika mpango wa chama wa kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu 2025 iwapo mabadiliko hayatopatikana, tukiwa na sababu zifuatazo. Kwa sisi kwenye no election, njia ambayo chama kimetumia tunaiona sio njia sahihi, na ndio maana tukachukua wajibu wetu kama wanachama, wengine wanachama waandamizi, kukishauri chama chetu.
kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe.